Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa Tabora na kiongozi wa ibada yetu, Mhashamu Jovitus Mwijage, askofu wa Bukoba, Mhashamu askofu mkuu Angelo Wakatino, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini kwetu Tanzania, Mhashamu maaskofu wakuu, ndugu zangu maaskofu, wapendwa familia ya askofu mkuu Novatus Rugambwa, kwa namna ya pekee dada yake mpendwa Yasinta, Mheshimiwa Hajat Fatma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera, na viongozi wengine walioko hapa, wapendwa mapadri, watawa na waumini wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Tanzania na kwa niaba ya kanisa letu la Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kutoa pole zetu nyingi. Kwanza kwa Mhashamu Jovitus Mwijage, askofu wa Bukoba, maaskofu wengine walioko hapa Bukoba, mapadri, watawa na nyinyi walei wote wa Bukoba, na pia kwa familia pendwa na mpendwa wetu balozi askofu mkuu Novatus Rugambwa. Naelewa na tumeshasikia mengi, kweli tunaendelea kuwapa pole, lakini sisi pia kama Baraza la Maaskofu tunajipa pole wenyewe, kwa sababu pia ni askofu mwenzetu. La pili ni shukrani. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mungu Mwenyezi kwa kutujalia zawadi kubwa na nzuri ya balozi Rugambwa. Hii ni zawadi ya Mungu. Tunamshukuru sana kwamba Mungu mwenyewe alipenda wakati huu hapa Tanzania atoke mtu kama yeye, mtu mwenye vipaji mbalimbali, na amtumie sio tu kwa kanisa la Tanzania lakini kwa kanisa la ulimwengu. Kwa namna ya pekee tunamshukuru yeye mwenyewe, kwa sababu wengi wakati mwingine tunapewa vipaji lakini sio wengi tunaofaulu kushirikiana na neema ya Mungu katika kuvienzi hivyo vipaji. Tunamshukuru sana yeye kwa namna ya pekee aliweza kushirikiana na neema ya Mungu kuvienzi hivyo vipaji vyake na kumtumikia Mungu kama alivyomwita, miaka 39 kama padri na miaka 15 katika ulimwengu wa diplomasia akiwa askofu mkuu. Tunashukuru jimbo la Bukoba kwa kumtoa mtu huyu mwenye vipaji kwa ulimwengu, kwa kanisa la ulimwengu. Kupitia kwake kanisa letu la Tanzania limetoa mchango kwenye kanisa la ulimwengu. Wana Bukoba, asanteni sana. Familia ilikuwa hapa mbele yetu kutushukuru kwa mambo mbalimbali, lakini sisi tutumie nafasi hii kama Baraza la Maaskofu kuishukuru familia kwa malezi yao mazuri, kwa kutuletea mtu kama huyu. Familia, asanteni sana. Kwa kweli tunasherehekea maisha yake, tunasherehekea kama maisha ya shujaa kwa kuishi fadhili, kwa kuishi wito wake. Ukiingia pale mlangoni katika picha yake tunachukua nukuu kutoka Mathayo sura ya 25 mstari wa 21. Vema, mtumishi mwema. Ukiendelea kusoma zaidi ni yule mtumishi ambaye alizalisha mara 5 zaidi, tofauti na yule ambaye hakuzalisha chochote. Kwa hiyo tunasherehekea hayo maisha yake
kwa kujitoa bila kujibakiza, na mwishowe anarudisha mbele ya Mungu yakiwa zaidi ya mara 100, zaidi ya mara 2 ya ile aliyoitiwa. Balozi Rugambwa ni kati ya watu wachache sana ambao walivuka mipaka ya lugha, walivuka mipaka ya nchi, na walivuka mipaka ya mabara. Katika utume wake hakuwa na mipaka ya lugha. Kila mara kama tulivyosikia, alikuwa Pakistan, Angola, Sao Tome, Fiji, na maeneo mengine mbalimbali. Kila huko alikoenda ilibidi ajifunze lugha mpya au alienda na hiyo lugha mpya. Kweli tunamshukuru Mungu kwa kufaulu kuvuka hiyo mipaka ya lugha, mipaka ya mabara na nchi. Tunamwomba Mungu tujalie watu wenye vipaji vingi namna hiyo kwa kanisa letu la Tanzania lizidi kuwa kanisa la misionari katika nchi yetu sisi wenyewe, lakini pia katika kanisa la ulimwengu. Tubaki katika matumaini katika mwaka huu wa jubilei. Yeye alitumwa kuwa misionari na alibaki kuwa misionari mpaka dakika ya mwisho, na maisha yake yaligusa maisha ya watu wengi. Bila shaka kama ilivyokuwa kwa Mama Maria aliyesimama chini ya msalaba akimwangalia mwanae akichomwa mkuki na baadaye atakufa, hata kwake inaweza kuwa haikuwa rahisi, lakini kwa utii aliendelea kufananisha maisha yake na Kristo. Tumombe Mungu tuendelee kufananisha maisha yetu na Kristo. Na tunamwomba Mama Maria mtazame mwanao huyu, ingawa tunamzika kama shujaa, lakini vipimo vyetu sio vipimo vya Mungu. Mungu ana kipimo chake. Endapo kama bado atadaiwa, Mama Maria amwombee aweze kuingia mbinguni, na siku hii ya malaika wakuu basi wamsindikize apate tuzo kama lile aliloambiwa, vema mtumishi mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Haya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa nafasi hii nimwombe pia Askofu Mwijage labda asogee hapa ili maaskofu watumie nafasi hiyo pia kutoa mkono wa pole kwa jimbo la Bukoba na yeye mwenyewe. Asante. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanywa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema. Na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.